Habari gani Mwanakyuo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu Redio Kyuo TV. Yeriko Nyerere kupitia mtandao wa Twitter amekosoa tume ambayo iliundwa siku ya hapo jana kwa ajili ya uchunguzi wa matukio ambayo yalitokea siku ya tarehe 29 na siku zilizofuata. Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter ameandika waraka mrefu kidogo na nukuu kama ifuatavyo: mapungufu yaliyoko kwenye tume ni uwepo wa aliyekuwa waziri wa ulinzi wakati wa matukio ya mauaji. Ifahamike, waziri wa ulinzi ndiye anayesimamia JWTZ ambalo ni sehemu ya watuhumiwa katika kadhia hii, lakini pia uwepo wa IGP mstaafu ambaye ana maslahi na jeshi la polisi ambalo ni watuhumiwa pia, au kwa mamlaka alionayo Mheshimiwa Rais akipendekeza waondoe wajumbe hao ili tume hii angalau ikidhi haja za umma, japo wananchi wengi hawana imani na chombo chochote atoka ndani ya nchi hii chini ya serikali hii. Kuhusu tukio hili, wengi wanatamani uchunguzi kutoka nje. Ameandika hayo maneno Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter. Kifupi, Yeriko Nyerere anasema tume ambayo iliundwa siku ya jana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu matukio ambayo yametokea tarehe 29 na siku zilizofuata, kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wapo kwenye tume humo, wajumbe ambao ambaye alikuwa ni waziri wa ulinzi, lakini pia kuna mjumbe mwingine ndani ya tume alishawahi kuwa IGP mstaafu, IGP wa jeshi la polisi ambaye ni mstaafu. Kwa hiyo amesema kutokana na watu hao wawili kuwepo katika tume hiyo kidogo kunapunguza uhuru ndani ya chombo hicho au tume hiyo ya uchunguzi wa matukio ambayo yalitokea siku ya tarehe 29 na siku zilizofuata. Lakini pia anasema watu wengi hasa raia au wananchi hawaamini chombo hicho kwa sababu wajumbe wote wanatoka ndani ya Tanzania. Wangependa kuona wajumbe au chombo hicho cha uchunguzi kutoka nje ya Tanzania. Maoni gani kwenye hichi ambacho ameandika Yeriko Nyerere? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu Kyuo TV. Tunaona wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.